Amen. Haleluya. Tunaendelea tena na somo letu, sehemu ya pili ya somo letu, unayo imani, maana yake unaimiliki. Sawasawa na mtu aliyenunua gari, aliyejenga nyumba, yule anasema ni ya kwangu. Ikitokea mtu akamwambia ile sio ya kwako, ile ni ya yule, hawezi akakubali. Sawa na wewe, hiyo nguo uliyovaa uambiwe sio ya kwako, uwezi ukakubali. Sawa na baba yako aliyekuzaa, mtu atokeze akwambie wewe ni mwanangu, na wakati baba yako namjua, baba yangu ni fulani, na jina nalotumia ni ubini wake, unaitwa kwa mfano Jeremia Joseph. Atokee mtu aniambie kwamba wewe sio Jeremia Joseph, wewe ni Jeremia labda tuseme Thomas au Jeremia Simon, maana yake nini? Nitakataa. Kwa nini? Kwa sababu yule namjua mimi, baba yangu ni Joseph. Sawa sawa, nataka nikuonyeshe kwamba unayo imani. Sasa na kama unayo imani kwenye somo letu la kwanza, hebu tuangalie somo la pili. Kama unayo imani, kwa nini haitendi kazi? Na nitafanyaje iweze kunitendea kazi ndani yangu, iweze kuleta matokeo? Kumbuka Yesu alisema imani yako imekuponya. Alimwambia yule mwanamke aliyeshika vazi la Yesu lilikuwa likitoka damu, akageuka Yesu baada ya kuona nguvu zimemtoka, akasema ni nani aliyegusa pindo la vazi langu? Yule mwanamke akajitokeza na akasema ni mimi hapa. Kwa nini? Maana yake Yesu anamwambia imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Sasa watu wengi tu Yesu aliwaambia imani yako, maana yake nini? Ile imani yake alipokea lini? Baada ya kuamini. Baada ya kuamini, ile imani ikawa ni ya kwake, yaani akawa anaion, anaimiliki, ni ya kwake, imo ndani yake. Swali, kwa nini wengine wasiwe na imani kama ya yule? Ilikuwa bado haijaingia ndani yao. Yesu aliguswa na watu wangapi? Ni wengi, lakini kwa nini huyu? Maka yeye baada ya kuipokea imani ikaingia ndani yake, maana yake ikawa ni ya kwake, akaimiliki, akahesabiwa huyu ni tunda au ni uzao wa Ibrahimu. Sumenielewa? Akahesabika kwamba huyu mwanamke na yeye sasa ni uzao kutoka kwa Ibrahimu, kile Mungu ambacho alimwahidi Ibrahimu. Matunda yake sasa ndio hawa waliopokea ile imani, ikawaletea matokeo. Sasa ufanye nini sasa ili imani iweze kufanya kazi? Jambo la kwanza unachotakiwa kufanya ni hiki. Moja, unachotakiwa kufanya sasa ni kuifanyia imani kazi. Waebrania sura ya 11 na ule mstari tukianzia, neno la Mungu nasema, Waebrania sura ya 11, hebu tuanzie ule mstari wa 3. Biblia inasema hivi: kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akashuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Sumone, hawa ni watu wawili walifanya tendo moja linalofanana. Wote walitoa sadaka, lakini sadaka ya Kaini haikukubaliwa, ya Abili ikakubaliwa. Mone, sasa ujiulize. Ndio maana na kuonyesha
unawezaje kuifanya imani ikaweza kutenda kazi ndani yako? Kumbuka, moja, utakapoanza kutendea kazi ile imani, moja, anza kujua kwanza hiyo imani umekwisha kuipokea, imo ndani yako. Tendo lolote unapolifanya, iwe tendo la sadaka, tendo la kutaka uponyaji, tendo la mafanikio, tendo lolote lile unakiunalo, amini kwanza tayari imekuwa, tayari limo ndani yako. Yaani ona kwamba kana kwamba unamiliki. Si umenielewa? Sasa huyu aliyeenda kutoa ile sadaka, maana yake kwanza, moja, lile tendo aliloambiwa akatoe sadaka alilipokea kwa imani, kwa furaha kwenye moyo wake. Ndio maana mbele za Mungu sasa likawa ni jambo jema na likapata kibali. Ukisoma mstari wa 5, Biblia inasema hivi: kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Unaona, huyu Ibrahimu, huyu Henoko alihamishwa kwenye ulimwengu wa kuonekana kwa macho, akaingizwa kwenye ulimwengu usioonekana kwa macho. Tena Biblia inasema kwa nini kabla hajahamishwa alionekana amempendeza nani? Mungu. Unaona, maana yake Henoko, kilichotangulia kwenye maisha yake ilitangulia imani. Ndio maana imani huwa inatangulia kwanza kabla ya majibu. Imani inakutaka upokee kwanza kabla ya majibu. Kwa hiyo ndio maana utasikia kwamba anza kutembea. Simama utembee, nenda, simama, tembea, fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Usianze kujisikiliza, mimi bado naumwa. Imani inakutaka uanze. Ndio maana Ibrahimu, sikiliza, Henoko, Biblia inasema hivi: kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Unaona, kabla ya kuhamishwa tayari huyu Henoko alikuwa amekwisha kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo sasa tunapojifunza imani huwa inatangulia kabla ya nini? Ya tendo. Sasa watu wengi wanasubiria wapate kwanza ndio waseme Mungu amenipa imani. Kwa lile neno la imani unapolipokea ukaliingiza kwenye kazi, ndio linaleta matokeo. Aya, jambo, tunaendelea ule mstari wa ngapi? Wa 6. Lakini Waebrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Unaona, lazima bila imani huwezi kumpendeza. Maana yake Ibrahimu, Henoko alimpendeza Mungu, lakini akahamishwa. Kabla hajahamishwa alianza kuamini kwanza. Kwa imani inakutaka uamini kwanza, halafu utende. Imani haikutaki usubirie. Wengi huwa tunasubiria. Wengi unakuta mtu anasubiria, anakaa anasubiria kwanza, apone kwanza, apate kwanza. Umeona? Sasa imani haitaki hivyo. Ndio maana imani, Mungu ameshasema
kwenye Isaya 53, kwa kupigwa tumepona. Maana yake mimi natakiwa nilipokee neno, nilione kwenye akili, nilione kwenye ufahamu, nione uzima kwenye mifupa, nianze kuuona uzima. Hata kama natumia dawa, na kushauri usiache dawa, anza tu kuona uzima. Hata kama unatumia dawa, tembea kwenye uzima. Kwa kadiri vile unavyoona, na ndivyo mule mwili unaanza kureact. Umeona? Biblia sema imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwapa thawabu. Thawabu maana yake ni baraka. Ndio hiyo sasa kupokea. Sasa kama sijampendeza Mungu, maana siwezi kupokea kutoka kwa Mungu. Mungu kuna nyimbo zinaimbwa kwamba Mungu huwa achelewi, Mungu huwa hawai. Hata kama Mungu ukichelewa, Mungu yeye tayari. Kwa Mungu hiyo lugha haipo ya Mungu ukichelewa, Mungu ukiwai bado sija. Mungu alishagafanya. Mungu hata usipofanya, mpaka watu wanaimba na nyimbo kwamba Mungu ukifanya, usipofanya, Mungu alishagafanya, akamaliza kazi yake yote. Amestarehe, ameketi kwenye kiti cha enzi cha Baba. Yeye anachotaka ni majibu. Umeona? Ni majibu, kwamba Mungu ukichelewa, Mungu, kuna nyimbo fulani zinaimbwa kwamba mimi nitabaki kukuamini hata usiponipa. Mungu alishaga kupa. Kwa Mungu hakuna hizo lugha. Wewe jukumu lako sasa ni ile imani. Kwa Mungu hakuna kuchelewa, hakuna sijui kuwahi, hakuna sijui ukinipa. Alishakupa, alishafanya kitambo. Wewe ndio uingie kwenye mfumo wake. Ndio hapa sasa anataka tuende kwa imani. Tukisita Mungu ana furaha nasi. Unaona? Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mlishi wa haki ipatikanayo kwa imani. Unaona, huyu kilichoanza ni nini? Mungu ndio aliyeanza, yeye akaamini baadaye. Sasa watu wengi, ndio maana nakuonyesha imani huwa inatangulia mbele, inakutaka wewe uamini. Kwa Mungu ndio anayeanza kusema, wewe ufate kile Mungu alichokisema, na kuonyesha namna imani inavyoweza kutenda kazi. Na ukiendelea ukisoma hapo kwa wakati wako, kwamba utaona watu waliangusha ukuta. Kina Samsoni waliua simba, kina Daudi dubu, na kina Goliati. Lakini angalia Daudi, watu wanamuimba Daudi, Daudi, umeona? Lakini walianza kuamini kwanza Mungu, uwezo wa Mungu, nguvu za Mungu. Ndiyo sasa kwa imani huwa inatangulia mbele. Manake neno kwanza, imani ni neno, ni roho ya Mungu. Kwa anza kwanza, amini kile Mungu anachokusema kwenye maisha yako, alichoahidi ukifanye kuwa chako, ukifanye kuwa halisi, ukione, useme kwamba ndio maana Yesu, wanafunzi wa Yesu akamwambia tuongezee imani. Yesu akasema ukiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, utawaambia mlima ng'oka ukatupwe baharini. Sasa sio kwamba Yesu awaongezee. Yesu angeweza kusema na waongezea, aya ongezekeni. Yeye aliwaambia ukiwa na imani ndogo. Maana yake nini? Walitakiwa wao ndio wairuhusu imani ndani yao. Maana yake Yesu alijua kabisa
wanayo imani ndani yao. Sasa ukiwa na imani ndogo, maana yake imani ni wewe, ufahamu wako, akili yako, mwili wako ukubaliane. Kama Mungu amesema kwa kupigwa tumepona, ni kubaliane. Akili ikubali, mwili ukubali, roho ikubali, mazingira yakubali. Sasa navyokubali, tayari ile nguvu ya Mungu na isababisha ndani yangu, na ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo sasa, hiyo ni sehemu yetu. Ninaomba uendelee na hili somo, tunaendelea. Mungu akubariki. Ni sehemu yetu ya ngapi? Ya 3. Hii ya pili, tunaenda ya 3. Kumbuka hili somo, ili uweze kuelewa, kuna msingi wa imani tulikotokea. Kwa hiyo fuatilia yale masomo yaliyopita, msingi au chimbuko la imani, utaweza kuelewa ambayo chimbuko la imani au msingi. Kuna sehemu ya kwanza, ya pili na ya 3. Kwa hiyo hii ni mwendelezo sasa, ili uweze kuelewa, usipotee. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Amen. Usisahau kusubscribe na kushare, ufanyike kuwa baraka kwa watu wengine. Mungu akubariki.